Hello, habari za leo. Karibu tena katika channel yetu ya W Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea juu ya changamoto ya PID. Sasa hivi wanawake wengi wamekuwa na changamoto ya PID, sio kwa watu wazima, lakini pia sio kwa watoto. Sasa nitaelezea kadha wa kadha baadhi ya sababu, lakini pia dalili na pengine namna ya kuondokana na changamoto hiyo. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na ucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kwa kitaalam, PID tunasema ni pelvic inflammatory disease, ambayo kwa Kiswahili tunasema ni maambukizi kwenye via vya uzazi. Na mara nyingi tunapoongelea via vya uzazi tunamaanisha sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ya uzazi tunaita ni ovary. Ovary kwa kikawaida, kwa lugha rahisi, tunaweza tukasema ni kiwandani, ni sehemu ambapo mayai hutengenezwa. Hiyo ni sehemu namba moja. Lakini sehemu namba mbili ni fallopian tubes, ambayo tunasema ni mirija ya falopia. Mirija ya falopia au pengine tunaita mirija ya uzazi ni ile mirija ambayo inatoa yai kwenye ovary, lakini pia inaleta sehemu ya tatu ambayo tunasema ni kwenye mji wa kizazi, tunachosema ni uterus. Kwa hiyo tunaposema una maambukizi kwenye via vya uzazi, basi tunamaanisha una maambukizi kwenye uterus ambayo ni mji wa mimba ambapo mimba inatungwa, lakini kwenye fallopian tubes ambayo ni mirija inayotoa yai kwenye ovary. Kwa hiyo kwa mchoro inakuwa hivi. Ingekuwa na bodi taonesha, siku nyingine tutaweza kuona ili tuweze kujifunza zaidi. Kwa hiyo hizo ndo tukisema maambukizi kwenye via vya uzazi, basi ndo hivyo via vitatu ambavyo vinakuwa vimepatwa na changamoto ya PID. Kwa hiyo kuna tofauti kubwa sana kati ya PID lakini pia na UTI. UTI ni maambukizi kwenye njia ya mkojo, sio kwenye via vya uzazi. Ndio maana mara nyingi PID imekuwa ikisababisha wanawake wengi washindwe kubeba ujauzito, imekuwa ikisababisha wanawake wengi mimba ziweze kutoka, kwa sababu tayari una maambukizi kwenye via vya uzazi, na pengine mwanamke anashindwa hadi kupevusha mayai kwa sababu ya changamoto ya PID. Na tunapoongelea PID, ni changamoto moja kubwa sana ambayo pia imekuwa ikisababisha wanawake wengi washindwe kupata kitu ambacho walitarajia kufanya. Na hii mara nyingi inasababishwa na nini? Inasababishwa na bakteria ambayo ni bakteria au maambukizi ambayo yanatokana kwenye magonjwa ya zinaa, ambayo magonjwa ya zinaa tunayomaanisha hapa tunamaanisha chlamydia, lakini pia gonorrhea. Kwa hiyo bakteria wanaotokana kwenye hizi changamoto, basi hao ndio wanasababisha mara nyingi changamoto ya PID au maambukizi kwenye via vya uzazi. Na mara nyingi isipotibiwa mapema huwa inapelekea mwanamke kushindwa kubeba ujauzito hapo baadaye. Ndio maana sasa hivi wanawake wengi wamekuwa wakipambana kutafuta njia za kuondokana na changamoto ya kukosa watoto. Moja ya sababu inasababisha washindwe kubeba ujauzito, kwanza ni PID, namba mbili ni changamoto ya homoni. Sasa hapa tuangalie ni dalili zipi, ni sababu zipi zinazopelekea PID. Wengi wana changamoto ya PID, hawajui sababu zipi ambazo zinapelekea PID. Lakini pia kuna mtu mmoja, kabla ya kuongelea sababu, amewahi kuuliza kwamba je, mwanaume anaugua PID au mwanaume anaweza kusababisha PID? Kwanza kitu unachotakiwa kufanya kwamba mwanaume hawezi kuugua PID, kwa sababu tunapoongelea PID ni maambukizi kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Ingawa mwanaume, kama mwanamke ana PID akashiriki naye tendo la ndoa, mwanaume anaweza kupata maambukizi ya fangasi na bakteria. Lakini pia tunapoongelea mwanaume, pia anaweza kusababisha PID kwa mwanamke kama amekuja na maambukizi au amekeri baadhi ya magonjwa ya zinaa ambayo ni chlamydia, lakini pia na gonorrhea. Sababu namba moja ni tunasema ni maambukizi ya zinaa. Maambukizi ya zinaa ni sababu kubwa sana ambayo imekuwa ni chanzo cha changamoto ya PID, ambayo hayo magonjwa ni yale ambayo chlamydia na gonorrhea, ambayo ndio sababu kubwa na ni sababu namba moja inayopelekea changamoto ya maambukizi ukeni. Tunaposema ni PID ni Kiingereza, tunaposema maambukizi ukeni ni Kiswahili, ambayo kwa Kiingereza ni pelvic inflammatory disease. Lakini namba mbili, upasuaji wa kizazi. Upasuaji wa kizazi kwa kutumia IUD. Huenda pia vifaa vilivyotumika huenda sio salama. Kwa hiyo kama vitatumika bila kupata utaratibu maalum au sio salama, vinaweza kusababisha maambukizi kwenye kizazi. Lakini pia kujifungua au kutokwa na mimba nje ya wakati wa kawaida ni changamoto nyingine ambayo inaweza kusababisha PID. Tuongezee hapo na wengine wale ambao wamekuwa wakitoa ujauzito. Moja wamekuwa ikisababisha PID kwa sababu unapotoa ujauzito, wengine wanatoa ujauzito
kusiko njia salama. Lakini pia kuingiza kitu chochote kwenye uke ambayo tunasema douching, lakini pia kuingiza douching, lakini pia wengine kuingiza vidole, lakini pia wengine kutumia kondomu zisizo safi. Ndio maana nimekuwa nikiwaambieni kwamba uke wa mwanamke unajisafisha wenyewe, na nimekuwa nikijulisha kwamba kama umelala umevaa nguo ya ndani, ukiamka ukakuta ina uchafu kidogo, basi hiyo sio tatizo, ni uke unajisafisha wenyewe. Au kwa siku unakuta kwa siku ulikuwa kwenye mihangaiko, umetoka umerudi, ukiangalia nguo yako ya ndani ambayo tunasema ni chupi, wengi wanavaa, unakuta ina uchafu kidogo, basi ndugu yangu usishtuke. Hiyo ni changamoto ya kwamba lazima uke unakuwa unajisafisha wenyewe, na kiafya hivyo ndio inavyotakiwa. Ndio maana nilikuwa nikiwashauri kwamba mwanamke usiongeze kitu chochote ukeni. Yaani usiweke kitu chochote ukeni, sijui perfume, sijui sabuni zile kali usiweke ukeni, sijui kujishika kwa mikono ukeni. Usifanye hivyo kwa sababu utajisababishia maambukizi kwenye vya uzazi. Sasa hapa nitaelezea dalili zipi zinazoonyesha kwamba una changamoto ya PID. Namba moja ni maumivu ya tumbo la chini. Maumivu ya tumbo la chini ambayo tunasema ni maumivu ya chini ya kitovu. Wengi wamekuwa wakipata maumivu makali ambayo yasiyoisha kwa muda mrefu. Ukiona una maambukizi au una changamoto ya maumivu makali chini ya kitovu, unatakiwa ukajichunguze, huenda ikawa ni PID. Lakini pia namba mbili, kuwashwa na maumivu wakati wa kukojoa. Wakati wa kukojoa unahisi maumivu makali, lakini pia unahisi unapokuwa unakojoa ni kama kuna miti inakuwa inakuchoma au miba inakuchoma. Ukiona unapitia dalili hiyo, basi shtuka, ni changamoto inayoonyesha kwamba umeanza kuwa na PID ambayo inakusumbua. Lakini namba tatu, kuwashwa au maumivu wakati wa tendo la ndoa. Mara nyingi kama unapata maumivu wakati wa tendo la ndoa, tumekuwa tuna watu wengi ambao wamekuwa kituuliza, kwa nini napata maumivu makali wakati wa tendo la ndoa? Moja ya sababu ni changamoto ya PID kwa watu wengi. Kama una changamoto ya PID, hata kama unashiriki tendo la ndoa, unaweza ukawa unapata maumivu makali sana. Lakini pia hedhi zisizo za kawaida, unapata hedhi ambayo sio ya kawaida. Mara inatoka na harufu mbaya, inatoka hedhi nzito, inatoka hedhi nyeusi, inatoka hedhi inafanana tope, basi ndugu yangu shtuka. Lakini pia pengine amzunguka ueleweki, mara leo ije, mara wiki ijayo, mara mwezi unaokuja isije, mara pengine haieleweki. Hiyo ni changamoto inayoonyesha kwamba una maambukizi ukeni au kwenye via vya uzazi. Lakini pia maumivu ya nyonga kwa baadhi ya wanawake. Wanawake wengi wamekuwa na changamoto ya maumivu ya nyonga. Kama una changamoto ya maumivu ya nyonga, cheki PID. PID ni chanzo kimojawapo kinachosababisha maumivu ya nyonga kwa wanawake. Lakini pia kutokuwa na hamu ya kufanya tendo la ndoa au kutokuwa na hamu ya ngono kwa sababu ya maumivu, na hiyo unapokuwa na PID moja kwa moja hata homoni huwa zinavurugika, ambayo ni hatari kwa afya yako. Lakini pia kitu kingine ambacho natakiwa ufahamu ni kwamba mara nyingi wanawake hawana dalili kabisa, lakini bakteria ndo bado wako ndani wanafanya kazi. Ndio maana wengi ukiona wamekuja kupatikana na PID ni changamoto ambayo inakuwa imeshajijenga kwa muda mrefu. Lakini pia uchafu unaotoka ni upi? Wa kwanza unakuwa na rangi ya kijani, lakini pia unaweza kuwa rangi ya njano, unaweza kuwa nyeusi, au unakuwa na mchanganyiko, au ni kama maziwa ya mtindi. Inakuwa ni mauchafu fulani. Lakini pia inakuwa na harufu mbaya au inakuwa na harufu kali, na pengine inatoka harufu kama shombo ya samaki moja kwa moja, na mengine huwa inaonekana kama ute mweupe mzito. Hiyo ukiona hiyo, basi jua kwamba una dalili ya PID. Lakini pia tuangalie namna ya kuondokana na PID. Kama umegundulika una PID, sasa ufanye nini? Cha kwanza, pata dawa ambazo zitakusaidia kuweza kuondoa maambukizi kwenye via vya uzazi. Lakini pia hakikisha unatibu ngono na mwenza wako, ni muhimu sana. Lakini pia ikiwezekana kuweza kufanya ngono kabisa. Kunywa maji ya kutosha, na epuka zile sababu ambazo zimekuwa zikisababisha changamoto ya PID. Sasa moja ya kitu ambacho tumekuwa tukikutana nacho ni kwamba
tukutana nacho ni kwamba wengi wamekuwa wakitumia tiba ambazo zimekuwa haziwapi matokeo. Ili uweze kupata matokeo kwenye upande wa PID lazima upate dawa yenye vitu vitatu. Cha kwanza iweze kubalance homoni, cha pili iweze kusafisha kizazi, cha tatu iweze kubalance pH ya uke. pH ya uke inatakiwa iwe 3.8 mpaka 4.5. Hiyo ndio pH salama ya uke. Lakini pia kitu ambacho natakiwa kufahamu kwamba PID pia inaweza karibu